anacheza dhidi ya AC Roma. AC Roma ana msimu yes. AC Roma ana msimu bora sana. Lakini Atalanta kwa msimu hana msimu bora. Ukiangalia rekodi ya Atalanta na AC Roma, michezo mitano mfululizo kwenye michezo mitano ya mwisho wamedraw game moja tu. Lakini michezo yote iliyobaki Roma amepoteza msimu huu kati ya yeye na Atalanta. Yes. Wanaenda kucheza weekend hii Atalanta dhidi ya AC Roma. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani kwa Roma? Ni swala la mwendelezo mzuri wa performances kati ya hizi timu. So sio kwamba Roma wamekuwa wako bora sana, lakini wanaokota points. Yes. Sawa. Na nadhani inaweza tukasema pia ligi ina ushindani, lakini inawezekana kwamba hizi timu zote kwa msimu huu zina nguvu inayoshabihiana. So inaweza ikawa sio kwamba ni ligi ambayo ina ushindani sana, lakini pia inaweza ikawa ni ligi ambayo kwa msimu huu hizi timu zikawa zina viwango vinavyo karibiana sana. Kwa sababu ukiangalia hata kwenye game za baina ya hawa watu watano, hizi timu tano hizi. Anaongezeka Como hapo. Como ni kama surprise package. That's surprise hero. Como imekuwa ni timu ambayo kiukweli msimu huu sijaacha. Sikumbuki kuna game ambayo sijaangalia. Okay. Kwa sababu Fabregas ameni surprise. So back to game ya Roma na Atalanta. Again, Roma wamekuwa wana matokeo mazuri na wanacheza kwa kujiamini sana. Once ukiwa unapoteza michezo kama wanapopoteza Atalanta au kuwa na matokeo ambayo hawatarajii kuyapata, confidence inashuka. So inakuwa ngumu sana kucompete mentally, hata physically, kwa sababu it's all start here. Unapokuwa uko vizuri, una confidence kwamba tunashinda hizi game, tunacheza vizuri, kuna vitu vinatokea easily. Lakini kwa upande wa Atalanta ni tofauti kidogo. Imekuwa ni shida kwao, tofauti na wenzio AS Roma. So kuna uwezekano mkubwa wa AS Roma kupata matokeo chanya kwenye hii game. AS Roma. Game time, tuonavyo sisi.